Mimi nilikuwa mwenyekiti wa wafanyabiashara eneo la stendi ndogo ambalo limekuwa lina migogoro muda mrefu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo walipewa watu wakajenga na serikali kwa maana ya iliyokuwa manispaa ya Arusha kwa mkataba wa miaka 10, kisha maduka yakarudi halmashauri ya manispaa ya Arusha na wakaanza kulipia kodi manispaa ya Arusha. Mheshimiwa, wale waliokuwa wamevijenga vile vibanda wengi waliviuza wakahamia Kariakoo. Kwa hiyo wao walikuwa wamenunua, mheshimiwa, wakawa wametupangia sisi na tukawa tunalipa kodi kuanzia 500,000 mpaka milioni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ngoja kidogo. Sasa na waombeni tutulizane. Ndio maana nilitamani kila mtu akae tu ili tumsikilize moja moja. Kaeni tu tumsikilize moja moja ili tuweze. Ni vizuri sana ukiongea ukasikilizwa, ukasikika, ukaeleweka. Nadhani kila mmoja anahitaji aeleweke, kila mmoja anayeongea. Si ndio hivyo? Ndio. Haya basi tukae vizuri tusikilize moja moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mmoja tutamuita, kaeni vizuri tuwasikilize. Endelee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale tulikuwa tukiwalipa zile hela walikuwa wazifikishi katika manispaa au halmashauri ya jiji, kitu kilichofanya serikali ikawa inatufungia sisi maduka na ikagundua kwamba sisi tunalipa pesa nyingi. Wao walikuwa wanalipa kipindi hicho shilingi 60,000 tu huko jiji, huku sisi tukilipa kuanzia 500,000 mpaka 12,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jiji liliamua kuitisha tenda. Nimekubebea makalabrashi hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tenda ikafanyika na iliite hiyo tenda kwa ajili ya wananchi wote wale wa Tanzania. Kitendo cha kushiriki ile tenda, Mheshimiwa Waziri Mkuu, aliyekuwa anamiliki duka alimenipangishia mimi ambaye kwa sasa hivi ni mbunge pamoja na huyu baba hapa ambaye kwa sasa hivi ni mwenyekiti, walikuja wakafunga duka langu usiku wa manane, na baada ya tenda ile kusimamishwa tulitengenezewa memorandum of understanding. Wale watu wakaambiwa wakae miaka 3 mpaka mwaka 2020 na wao wametupangishia sisi. Walikasirika kwa sababu gani tumeshaini ile mikataba, mheshimiwa? Wakaja wakavunja duka langu, wakachukua mali yangu yote. Na sio mimi mwenyewe nimeteseka pale mheshimiwa, ni wananchi wengi ambao kimsingi wao ndio wanaofanya biashara pale. Hao watu wachache ambao wanajiita wajenzi ambao kimsingi sio wajenzi, wengi walinunua yale maduka, wanatusumbua sana na wamefanya watu wengi wamefilisika na kuisababishia serikali kuikosesha serikali mapato pamoja na TRA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni eneo gani? Eneo la stendi ndogo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambalo liko hapa karibu kata hii ya Levolosi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ishu yangu ilifika kila ofisi, mkuu wa mkoa anaifahamu, mkuu wa wilaya anaifahamu, nimefika kwa Makonda, imefika kila mahali, lakini mheshimiwa, bahati mbaya sana wale watu hasa huyu ambaye sasa hivi ameshakuwa mbunge wana nguvu mheshimiwa. Wana nguvu. Hata PAC kamati ya bunge ilishakuja kufuatilia masuala hayo lakini imeshindikana. Wale watu wachache ndio wanapata nguvu. Sisi wananchi ambao kimsingi na wafanyabiashara pale nalo tunalipa kodi ya serikali, tunalipa kodi ya kila kitu, tunateseka. Na kuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu unisaidie. Mwacheni amalizie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kwa nafasi yako unisaidie niweze kurudishiwa mali zangu zote. Mali nani kazichukua? Amezichukua mtu anaitwa Morris McCoy ambaye sasa hivi ni mbunge, na siku zikichukuliwa pia alikuwepo huyu hapa anaitwa Dominic Molel ambaye kwa sasa anasema ni mwenyekiti wa JWT. Mheshimiwa, siwawezi, wana nguvu sana. Hizo mali ziko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi sijui ziko wapi. Makoya alisema anazo store. Hawa walikuwa wananipigia makelele, mheshimiwa, sijui. Wao ndio watakuwa wanajua mheshimiwa, naomba unisaidie. Nimeshafika kwa DC, hata DC anajua lakini sijui wamefikia wapi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mjini, hizo mali ziko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu mama anaitwa Josephine, ninamfahamu, amefika ofisini kwangu, amewashtaki watu wawili, kiongozi mmoja na bwana Dominic Moleli, ambaye wametaifisha mali zake dukani, wanazo
Na mimi hatua niliyochukua ni kumwelekeza OCD afungue kesi, na ameshafika huyu mama polisi kufungua kesi tayari kwa kupeleka mahakamani. Mkuu wa wilaya, kesi ya nini na watu wamechukua mali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninasikiliza maelekezo. Wamechukua mali. Nani kawapa ruhusa hiyo ya kuchukua mali? Hawakupewa ruhusa na serikali wala serikali za mitaa. Wamechukua mamlaka yao kwa maana ya kuhozi vile vibanda ambavyo wanadai wanavimiliki. Sasa mkuu wa wilaya, ndio hivi ninavyoendelea hapa, watafute mpaka jioni mali hizo ziwe zimesharudishwa hizo. Nimechukua Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naichukulia hatua sasa hivi. Na nimeelekeza kote. Asiwepo mtu anayechukua mali ama kitendea kazi cha mtu. Sasa watafute huyu mwingine, huyu Molel yuko wapi? Wewe ndio umechukua mali ya mwenzenu? Mmechukua mali ya mjachukua? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ndio naitwa Dominic Molel. Mimi naitwa Dominic Molel, mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Arusha. Mmechukua mali ya mjachukua? Hatujachukua, nikwambia ilivyokuwa. Huyu Josephine huyu alikuwa ni mpangaji wa Morris Makoi. Akawa alipi kodi kwenye pango la Morris Makoi. Tukamwomba mkurugenzi watu 10 wasiokuwa wanalipa kodi, akiwepo huyu mwanamama huyu. Akaongea na mkuu wa wilaya akasema hana pingamizi, lakini taratibu za kisheria zifuatwe, na alikuwa anaitwa Mheshimiwa Dakaro. Ilifuatwa utaratibu. OCD aliwatoa maaskari na defender hizi 2 na wakachukua court broker anayeshughulika na mambo haya ya kisheria, ndio wakafika pale wakalifungua duka na defender hizi 2, ndio wakakuta duka la Josephine. Mheshimiwa, akakuta duka la Josephine limefungwa, lakini hata hivyo walidaniza document alizochukua, vitu alivyochukua wanavyo huyo broker, wala si vinginevyo. Hakuna mtu aliyechukua vitu vya huyu mama. Sasa kama anavyo huyo broker, wewe unasemaje hamjachukua vitu? Ameambiwa hivi na kwa broker akachukue vitu vyake, isipokuwa ni hela ndiye amekosa. Huo ndio ukweli nayekwambia Mheshimiwa Waziri. Alafu nikuombe sasa Mheshimiwa, hebu mrudishie Josephine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, anachokisema hapa sio cha ukweli. Nimetoa nyaraka hapo uletewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambazo zina maelekezo yote kutoka serikalini. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, vitu vyangu vilipochukuliwa hapakuwa na jeshi yote la polisi lililokuwepo, zaidi wakati walipovunja duka. Maana walikuwa wamelichomelea na moto usiku wa manane. Walipokuja kuvunja hiyo duka, polisi walikuja wakamkamata huyu baba na wale, tukapelekwa polisi Central akasema tuende kwa mkuu wa wilaya, ndio hawa wakarudi wakachukua vile vitu. Na mkuu wa wilaya alisema huu ni wizi kama ulivyo wizi mwingine. Lakini sasa tukawa kutokana na makubaliano ambayo tulikuwa tumefanya na serikali baina yetu sisi na wao, Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala likaambiwa liendelee kushughulikiwa katika ofisi za serikali. Polisi nilifika Mheshimiwa, nikawa napigwa na dadana, lakini mwisho wa siku ilikuja ikafunguliwa kesi ambayo na nyewe sijui ilikuja kushiriki, kwa sababu Mheshimiwa, hawa ni watu nimekwambia wana nguvu. Ingia YouTube tafuta speech za baba anazozitoaga, anatishia mpaka serikali. Ni watu wana nguvu, mimi siwawezi. Wala watu hawawezi Mheshimiwa. Mheshimiwa, wewe ni dola, tumia vyombo, fanya uchunguzi. Mimi sikudanganyi. Nasema ukweli, na wameumiza watu wengi sana Mheshimiwa. Hicho unachokisikia cha mgogoro wa stendi ndio kwamba watu wamenyamanywa vibanda ni propaganda. Ile ni eneo la serikali, na serikali inakosa mapato na wananchi pia wanaumia. Mheshimiwa, mikataba yote nimekupa hapa.
tangu vibanda viliporudi halmashauri ya jiji na kodi zilizokuwa zikilipwa. Nimekupa nyaraka hapo. Mimi ni mwananchi wa Arusha. I was born and raised here. Najua vizuri ninachokueleza. Haya, mkuu wa wilaya, elekeza huyo mtu aliyeshikilia hizo mali za huyo mtu arudishe leo. Zirudi leo, na baada ya kuwa mali hizo zimerudi, shughulikia haya mengine yaliyokuwa yamesalia. Naombeni zile nyaraka nizipate mwenyewe hizo, na wewe ubaki na nakala yako. Na hili jambo nitalichunguza, nitachunguza kuweza kupata ukweli wake. Upenda kusikilizwa. Kwa wote mliosimama naomba mketi. Wote. Na kila mwenye bango lake alishushe. Naomba kila mtu arudi kwenye kiti chake. Ukiendelea kunyosha mkono maana yake hutaki kusikilizwa. Anayesikiliza husikilizwa. Asiyetaka kusikiliza huwa pia naye hasikilizwi. Naomba turudi kila mtu kwenye kiti chake. Naomba tuketi. Kila mtu hapo alipo aketi. Ndugu yangu Moleri, hebu naomba usikilize hao wanaokupa maelekezo basi. Haya, dakika moja tuanze chap tuokoe muda ili watu wapate nafasi ya kutatuliwa kero zao. Moleri, naomba uketi. Arusha oye! Wangapi tunaelewana? Wangapi wanataka kusikilizwa na mheshimiwa waziri wetu mkuu? Sasa keti. Alafu naomba tutulie hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tunakushukuru. Na tusikilizane, tunyamaze tusikilizane. Hizi dakika wanaketi hapo. Hizi ni dakika za kusikiliza. Hizi ni dakika za kusikiliza tunazipoteza. Twendeni kwa utaratibu huu jamani. Mimi kama mbunge wenu ningefarijika sana